Shalom, shalom Israeli. Shalom, shalom watu wa Mungu aliyo hai. Karibu sana katika mwendelezo wetu wa vipindi vyetu katika channel hii ya Apostle Katambi. Katika siku ya leo ninafundisha namna wanavyoweza wachawi kukuingizia magonjwa katika ulimwengu wa roho. Namna wachawi wanavyoweza kukuingizia magonjwa katika ulimwengu wa kiroho. Katika somo lililopita nimefundisha wachawi wanatengeneza magonjwa, presha, kisukari, amiba, madonda ya tumbo. Unataka kujua natengenezaje? Naomba utanipigia kwa namba ya simu ifuatayo, alafu pia nitaomba na wewe kwa kila ugonjwa ambao unaokusumbua katika maisha yako, kwa namba ya simu ifuatayo hapo chini ya eneo la comment au hapo juu ya screen utaona namba ya simu. Chukua namba hiyo, nipigie tuweze kuomba pamoja. Lakini pia nataka nikukaribishe wewe ambaye ni mara ya kwa kwanza kuingia katika channel hii ya Apostle Katambi. Karibu sana. Mahali hapa ni sehemu yako sahihi ya kujifunza mambo makuu katika ulimwengu wa kiroho. Na leo nataka tuendelee namna wachawi wanavyoweza kukuroga magonjwa au mbinu wanazotumia kukuingizia magonjwa katika ulimwengu wa roho. Tumeangalia somo la kwanza ya kwamba magonjwa yanaweza kuwekwa katika ulimwengu wa roho. Tumeangalia katika eneo la kwanza magonjwa yanaweza kuwekwa katika ulimwengu wa kiroho. Eneo la kwanza tumefundisha magonjwa yanaweza kuwekwa katika ulimwengu wa roho. Na kwenye Kutoka sura 23 mstari wa 25 mpaka 26, Mungu anasema, nanyi mtakapomtumikia Bwana Mungu wenu, nitabarikia chakula chako, nitaponya maji yako. Alafu anasema nitakuondolea magonjwa. Maana yake kama Mungu anaondoa magonjwa, yanaweza kuwekwa. Na huu ni ukweli kabisa. Hakuna mtu aliyezaliwa na hayo matatizo. Ndio maana yakija matatizo au magonjwa, unaposimama kwenye maombi yanaondoka. Kwa katika ulimwengu wa roho, shetani hutumia wachawi kutuma magonjwa kama sehemu ya kupambana na uchumi wako, kama sehemu ya kupambana na kazi yako, kama sehemu ya kupambana na baraka zako katika ulimwengu wa kiroho. Unasema, mtumishi wa Mungu Katambi, unaongea nini? Hebu tuangalie waraka wa 3 wa Yohana sura ya kwanza mstari wa 2. Waraka wa 3 wa Yohana sura ya kwanza mstari wa 2. Anasema, mpenzi, naomba ufanikiwe katika mambo yote na ukawe na afya njema kama vile roho yako ifanikiwavyo. Kwa tunaanza kuona unafanikiwa kama roho yako ifanikiwavyo. Anataja kwa habari ya roho, alafu anataja kwa habari ya afya. Maana yake afya yako inaanza katika ulimwengu wa kiroho. Lakini tunaona kwamba katika afya yako inaanza katika ulimwengu wa roho. Maana yake uzima wako unaanza katika ulimwengu wa roho, na magonjwa yako yanaanza katika ulimwengu wa roho. Tukaona kwenye kitabu cha Mithali sura ya 4 mstari wa 23, maandiko yanasema, linda sana moyo wako kuliko vyote ulindavyo. Anapoongelea kwa habari ya moyo, nafsi yako, linda sana moyo wako kuliko vyote ulindavyo, maana ndiko zitokako chemichemi za uzima. Ndiko zitokako chemichemi za uzima. Kwa hiyo tunaona kwamba katika ulimwengu wa roho ndiko zitokako chemichemi za uzima. Uzima wa mtu au afya ya mtu inaanza katika ulimwengu wako wa roho. Tukaangalia kwenye kitabu cha Ayubu sura ya 2 mstari wa 7. Shetani anatoka mbele za Bwana, anakwenda kumpiga Ayubu kwa majipu toka utosini mpaka wayo. Nikafundisha nikasema, shetani alitumia wachawi ili kumshambulia Ayubu
Na alichomshambulia, pigo la kwanza Ayubu alimpiga pigo la magonjwa, pigo la magonjwa. Nikafundisha nikasema, Ayubu angeenda hospitalini asingekosa kipimo kisingempita, lazima angekuta ugonjwa. Angeambiwa majipu kuanzia mwili mzima mpaka chini una saratani ya damu, haya majipu toka juu mpaka chini una kansa, haya majipu huu mwili umechemka una malaria. Hivi angeambiwa magonjwa kibao. Nini nataka nifundishe leo? Nafundisha wachawi wanavyokuingizia magonjwa. Mbinu ya kwanza ya wachawi wanapokuingizia magonjwa, kabla mchawi aja kuingizia magonjwa, cha kwanza anakukamata ufahamu wako, anashika ufahamu wa rohoni. Kabla mchawi aja kuroga magonjwa, cha kwanza anashika ufahamu wako wa kiroho, anaroga ufahamu wako wa rohoni. Na ndio maana mtu anapougua akiwa mgonjwa huwa amini maombi. Mtu anapougua akiwa mgonjwa huwa anachojengewa kwamba yeye atakufa tu, yeye ataondoka tu, kwa sababu mchawi kabla haja kuroga, mbinu ya kwanza anakamata ufahamu wako rohoni. Na kabla mchawi haja kuroga, cha kwanza huwa anapitisha magonjwa kwa njia ya ndoto. Anakupitishia magonjwa kwa njia ya ndoto. Unaweza ukaota tu unaugua, unaweza ukaota kabisa unaumwa, unaweza ukaota kabisa umedhoofika. Ile inakuwa sio ndoto, ni kitu halisi katika ulimwengu wa roho. Magonjwa mengi ya kichawi huwa yanapitishwa kwenye njia ya ndoto. Kwa wachawi wengi, mbinu ya kwanza wanaotumia kukuletea magonjwa ni kwa njia ya ndoto. Na unaweza ukaota ndoto kwamba ni mgonjwa na ukaamka kabisa, dalili zote za ugonjwa unazo, na ukaamka kabisa wanakutumia hofu kwamba wewe ni mgonjwa tu, wewe ni mgonjwa tu. Na wakati mwingine unaota, wakati uko na ugonjwa, unaota uko unakufa, umekufa, uko kwenye misiba. Wachawi, mbinu ya kwanza kwenye ulimwengu wa roho, ili wakushambulie kwenye magonjwa, wanatumia njia ya ndoto. Wanatuma ndoto katika ulimwengu wa roho, kwa wanapitisha magonjwa kwenye ndoto. Magonjwa kichawi yanapitishwa kwenye ndoto zako katika ulimwengu wa roho. Na hatua ya pili ya wachawi wanaokuletea magonjwa katika maisha yako, wanakulisha chakula kwenye ndoto, kupitia vyakula kwenye ndoto. Sasa hapa kupitia vyakula kwenye ndoto kuna maeneo makuu mawili. Eneo la kwanza, wanapitisha chakula kwenye ndoto. Eneo la pili, wanapitisha chakula katika ulimwengu wa damu na nyama. Wanaweza kukuletea mahindi, wanaweza kukuletea chakula chochote, nyama, ukaletewa ndizi kimwili kabisa, lakini kumbe zile ndizi wamekwisha kuzinuizia huyu mtu augue ugonjwa fulani. Huyu mtu anapokula samaki augue ugonjwa fulani. Sikukatazi kupokea zawadi, sikukatazi kupewa chakula, lakini ninakusii sana, kiombe. Kumbuka Yakobo na Esau. Yakobo alipotaka kuchukua uzaliwa wa kwanza wa Esau, alitumia chakula. Yakobo alipotaka kuchukua uzaliwa wa kwanza wa Esau, alitumia chakula, dengu. Kupitia dengu, Yakobo akachukua uzaliwa wa kwanza wa Esau.
Lakini kumbuka Mwanzo sura ya 3, shetani anataka kuteka baraka za Adamu. Shetani anataka kuteka mafanikio ya Adamu. Silaha aliyotumia shetani ili ateke baraka za Adamu, mafanikio ya Adamu, shetani alitumia chakula, tunda. Shetani alitumia chakula, tunda, akateka baraka za Adamu, akateka mafanikio ya Adamu. Nini nataka nifundishe? Kwa wachawi wakitaka mbinu ya tatu ya wachawi ili kukuingizia magonjwa kwenye nafsi yako, mwili wako, wanatumia chakula cha kimwili, wanatumia pia chakula cha kiroho. Unaoteshwa tu unakula chakula, kumbe wanakulisha magonjwa. Unaota unakula chakula, kumbe unalishwa mauti katika ulimwengu wa roho. Kwa hiyo unapoanza kuomba kwa habari ya kuharibu magonjwa yao, lazima ugusie magonjwa waliokulisha kwenye ndoto. Magonjwa waliokulisha kwenye ndoto, lazima tuharibu magonjwa yao waliokulisha kwenye ndoto kupitia chakula. Lakini pia wachawi wanaleta magonjwa katika ulimwengu wa roho kupitia maji. Kila unaweza ukasema, mtumishi Apostle Katambi, unaongea nini? Wachawi wanaleta magonjwa kupitia maji katika ulimwengu wa roho. Unasema Katambi, unaongea nini? Apostle Katambi, unaongea nini? Kutoka sura ya 23 mstari wa 25 mpaka 26, Mungu anasema, nanyi mtakapomtumikia Bwana Mungu wenu, anasema nitabariki chakula chako. Alafu anasema nitaponya maji yako. Maji yanaponywa kwa nini? Maji yanaponywa kwa nini? Kumbuka, maji yanaweza kubeba magonjwa. Wanatamka anapokunywa maji haya augue kansa, anapokunywa maji haya augue presha, anapokunywa maji haya augue kisukari. Wanatamka kwenye maji. Mahali popote Mungu anapozungumza kwa habari ya uponyaji, mahali popote Mungu anapozungumza kwa habari ya uponyaji, Mungu anatamka kwa habari ya maji. Kwa nini? Maji yanaweza kubeba roho. Ndani ya maji roho zinafanya kazi, roho yote, roho ya uharibifu, roho ya Mungu inaweza kufanya kazi na maji. Kwa hiyo katika ulimwengu wa roho, wachawi ili walete magonjwa kwako, katika ulimwengu wa roho, kuzimu ili walete magonjwa kwako, wanatamka kwenye maji. Wakiingia ndani ya nyumba, huwa wanaanza kutamka kwenye maji kwamba watu wanapokunywa maji haya waugue presha, wanapokunywa maji haya waugue kisukari. Wanaanza kusema tu maneno, manuizo. Wananuiza kwenye maji, wananuiza kwenye unga, wananuiza kwenye unga, kwenye vitu, kwenye chakula mlichopika, wananuiza maneno. Kwa wewe bila kujua, sasa unapokunywa yale maji unashangaa unapata magonjwa. Pia wana tabia za kwenda kwenye visima au kwenye miundombinu ya bahari au kwenye mito mikubwa, wanapoenda kuchukua maji ili kuleta kwa watu watumiaji. Wanasema watakao kwenda kunywa maji haya waugue, watakao kunywa maji haya waharibikiwe, watakao kunywa maji haya waharibikiwe. Kwa hiyo dawa nzuri, kabla ujanywa maji, yatakase, yaombee, yakomboe, kwamba kama kuna roho yote ya giza iliyoleta magonjwa kwenye maji haya, na undoa katika jina la Yesu. Mbinu nyingine,
wanaotumia wachawi kuleta magonjwa kwenye maisha yako, huwa wanachota nyayo zako pale unapokanyaga. Wakichota nyayo, wanazipeleka kwenye madhabahu za njia panda au madhabahu za makaburini. Wanakwenda kufunga kwa mafundo kwamba mtu huyu atafanikiwa, kwamba mtu huyu akaugue, kwamba mtu huyu akaugue, kwamba mtu huyu magonjwa siondoke ndani yake. Utashangaa kama sio muombaji unaanza kuugua, lakini kilichorogwa nyayo zako. Unashangaa kama sio muombaji unaanza kuugua, kilichorogwa ni nyayo zako. Kwa pia wanatumia nyayo. Lengo hili nafundisha ili uombe. Lengo hili nafundisha ujue ya kwamba magonjwa yanatibika, magonjwa yanapona, magonjwa yanafunguliwa. Kwa wanatumia nyayo, wanakwenda kuzizunguka. Zaburi ile inazungumza kwamba nyayo zangu walipochukua wakaenda kuzizunguka, huku wakitamka maneno, wakitamka mabaya, augue, apate kansa, aharibikiwe, uchumi wake ufe, kazi yake ife. Lakini kilichochotwa ni nyayo zako. Katika ulimwengu wa roho, mimi na 100% magonjwa mengi ni ya shetani. Ndio maana hata nembo ya hospitali nyingi, nembo yao ni ya nyoka. Ushaona nembo ya njiwa kwenye hospitali, kwamba nembo ya Roho Mtakatifu? Nembo nyingi za hospitalini nembo za nyoka. Magonjwa mengi ni ya nyoka, wala sio ya kuyatetea, wala sio ya kuyakubali. Wewe unapopata magonjwa, nenda kapime hospitalini. Ukimaliza kupata ugonjwa wako, kapime hospitalini, mwambie dokta, nipe dawa. Wakati anakupa dawa, rudi kwenye maombi, kunywa dawa, omba. Kunywa dawa huku unaomba, utapona. Mbinu nyingine wanaotumia wachawi kuleta magonjwa kwenye maisha yako, wanatamka kwenye nafsi yako. Nafsi yako ndio inafungwa na magonjwa katika ulimwengu wa roho. Zaburi 142 mstari wa 4 anasema, adui akaifuatia nafsi yangu, akautupa chini uzima wangu. Wanapokamata nafsi yako, wanaiamrisha iugue. Wanaweka magonjwa kwenye nafsi yako, wanaachilia magonjwa kwenye nafsi yako. Ndio mtu anaanza kuugua, mtu anaanza kupata changamoto za magonjwa, anaanza kuzoofika, mara madonda ya tumbo, mara presha, mara kisukari, mara uharibifu. Lakini kabla hawaja kuroga, walianza na nafsi yako katika ulimwengu wa kiroho. Ziko mbinu nyingi wanazotumia kukudhoofisha au kutuma magonjwa. Mojawapo ni kuroga nafsi yako katika ulimwengu wa roho. Lengo langu ni kufundisha ili unapoomba, ingia kutegua magonjwa yao yaliyofunga nafsi yako katika ulimwengu wa kiroho. Mbinu nyingine wanaotumia wachawi kuleta magonjwa kwako, wanakutumia majini. Majini kukudhoofisha. Majini yanakuja kukausha damu, yanakuja kwa vidonda vya tumbo, mapresha. Ili somo nitafundisha somo lijalo, nitafundisha kipindi kijacho. Unaweza kupata kipindi hiki kwa namna gani? Unaweza kupata kipindi hiki kwa njia ya kunifuatilia katika channel hii. Kipindi kijacho unaweza ukasubscribe channel hii. Bonyeza hayo maneno hapo kwenye skrini yako au kwenye YouTube yako, kuna maneno yameandikwa subscribe. Bonyeza hayo maneno na moja kwa moja itakuja alama kengele, utakuwa umejiunganisha na channel hii. Kwa ni vyepesi kufuatilia mafundisho yetu, na tutakuwa na maombi maalum kwa ajili ya kukomboa kila magonjwa yaliyokufunga. Inaweza
kufunguliwa. Na kuomba unaweza kuchangia vipindi vyetu, huduma hii, kwa kuchangia kwa sadaka yako, kwa moyo wako wa hiari. Utatuma sadaka yako kuchangia vipindi, kuweza kurusha vipindi hewani. Unaweza ukachangia kuweza kurusha vipindi kwa njia ya redio. Tunahubiri kwenye redio, tunafundisha pia kwenye redio. Unaweza ukachangia kwa kutoa sadaka yako kwa moyo wa hiari ili ubarikiwe. Maandiko yanasema Mathayo 6:21, mahali sadaka yako utakapokuwepo ndipo na moyo wako utakapokuwepo. Kwa kadri ninavyoendelea kufunua siri za ulimwengu wa roho wa giza ili uweze kufanikiwa, unaweza pia kuniunga mkono au kunisapoti kwa sadaka yako kwenye namba za simu ambazo ziko hapo chini ya komenti, na Mungu akubariki sana. God bless you. Unaweza kunifuatilia vipindi vijavyo. Ni mimi wako mtumishi wa Mungu Apostle P.E. Katambi. Mungu akubariki sana katika jina la Yesu aliye hai. Amen.